Ongeza serikali, mimi ni mjumbe wa kamati ya budget, kwa jinsi ambavyo imeendelea kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa imara na himilivu, lakini pia jinsi ambavyo serikali imeendelea kuwa na fedha toshelevu za kigeni kwa ajili ya uagizaji wa bidhaa nje, pamoja na heka ama changamoto ambazo ziko nje, lakini nchi yetu ina uwezo wa kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niendelee kuipongeza serikali kupitia TRA kwa mapato ambayo yameendelea kuvuka lengo. Ukiangalia kwenye taarifa ya hotuba hizi, tunaona kabisa kwamba katika kipindi cha Julai 2025 mpaka Aprili TRA imeweza kukusanya trilioni 28.1 ambayo ni sawa na 105.1 ya lengo. Kwa hiyo imevuka lengo, ni jambo la kupongezwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili eneo la makusanyo, serikali pia imeendelea kuweka mikakati mizuri ya jinsi gani itaendelea kukusanya. Nchi yoyote duniani haiwezi kujiendesha bila kuwa na mapato ama bila kuwa na makusanyo ya kueleweka. Kwa hiki ambacho kimewekwa na serikali na mikakati ambayo imewekwa ni jambo la kupongezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ile eneo la makusanyo ninaomba nishauri jambo dogo ambalo nimekuwa nikilishauri katika bunge lako tukufu pia mara kwa mara. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mapendekezo yale 284 ya Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, lakini mimi nimekuwa nikishauri kwamba iko haja ya kwamba tutengeneze kizazi cha Watanzania ambao watalipa kodi kwa hiari. Kwa jinsi gani, Mheshimiwa Mwenyekiti? Hii elimu ya mlipa kodi iingizwe kwenye mitaala yetu. Mtoto ajue wajibu wake wa kizalendo wa kulipa kodi. Ifike Mtanzania apambane kupata risiti pale anapopewa huduma, lakini asiwe na yeye supporter wa pale anapoambiwa kwamba risiti hakuna, mara mashine siko TRA inatengenezwa na vitu kama hivyo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, pale ambapo tutaingiza elimu ya kodi kwenye mitaala, kila Mtanzania, sasa hivi ndo tunaanza utekelezaji wa dira 2050. Miaka 25 ijayo tutakuwa tumetengeneza Mtanzania ambaye anajua wajibu wa kulipa kodi na anajua ile kodi anayoilipa inaenda kufanya kazi gani. Yaani kila Mtanzania awe na uchungu wa kulipa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia ninaomba niendelee kushauri kwenye eneo la viwanda. Tunaishukuru na kuipongeza serikali kwa jinsi ambavyo imeendelea kuvilinda viwanda vyetu, lakini kwa mikakati mizuri ambayo imeiweka. Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tunapoelekea kwenye soko la pamoja, tuhakikishe kwamba bidhaa ambazo zinazalishwa na hivi viwanda vyetu zinakuwa ni bidhaa shindani. Kwa jinsi gani? Nimewahi kuuliza swali hapa kuhusiana na jinsi gani bidhaa zetu zinakuwa ni shindani. Ufuatiliaji ufanyike, pamoja na kwamba kwenye registration ya mwekezaji anaonyesha kwamba atazalisha bidhaa zenye kiwango gani, lakini pia serikali ifanye ufuatiliaji kwamba kile ambacho kilielezwa na mwekezaji, je, ndio hicho ambacho kinazalishwa? Lakini pia kwa upande wa viwanda, vijitahidi, ukibebwa bebeka. Nikitolea mfano mdogo, viwanda vya kanga, viwanda vya vitenge, kwa kweli vinahitaji kuboresha. Mfano hata kanga tunazovaa, mara nyingi tumeongea katika bunge hili, kanga tu, ile size ya kanga, kuna tatizo gani ya kuongeza size ya kanga ikamtosha mwanamke wa Kitanzania? Kwa hiyo ni ombi langu pia kwa viwanda kwamba viangalie bidhaa ambazo zinazalishwa, ziwe ni bidhaa ambazo kila Mtanzania anapofika dukani aseme nahitaji made in Tanzania, sio kukimbia bidhaa za Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, ninaomba niombe serikali inapoanza utekelezaji wa dira 2050 iendelee kujumuisha masuala ya watu wenye ulemavu kwenye mipango ya wizara na taasisi zake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja na ninaomba kwa siri. Asante sana Mheshimiwa Stella Ikupa. Nilimtaja Mheshimiwa Bengi Mazana Isa, Mheshimiwa Yagi Maulid Kiaratu, Mheshimiwa Alan Thomas Mvano.